Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, awali yote Mheshimiwa Waziri, tunakukaribisha katika hospitali ya wilaya ya Frelimo na tunakupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya katika ujenzi wa taifa. Hospitali ya wilaya ya Frelimo ni miongoni mwa hospitali 3 zilizopo ndani ya manispaa ya Iringa na inahudumia jumla ya wakazi 220,490, pia wakazi wa halmashauri za jirani. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 10, hospitali ya wilaya ya Frelimo ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya hospitali. Fedha hizo zilielekezwa katika ujenzi wa jengo la huduma ya upasuaji na uzazi maternity complex. Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya force account chini ya usimamizi wa mhandisi wa halmashauri ya manispaa, ambapo ujenzi ulianza tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 na ulitegemewa kukamilika tarehe 22 mwezi wa 7 2026, lakini kutokana na changamoto za mvua na vifaa vilishindwa kufika eneo la mradi kwa wakati. Lengo la mradi huu baada ya kukamilika ni kuboresha utoaji wa afya katika manispaa ya Iringa, kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, akina mama na watoto, vile vile kusogeza na kuongeza huduma bora ya uzazi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, ujenzi huu kwa sasa upo 80% ya utekelezaji. Kazi zinazoendelea ni skimming, ambapo hadi sasa shilingi milioni 349,409,698 zimetumika katika mradi huu na ujenzi unaendelea. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia fedha za kuboresha miundombinu ya afya na kuleta vifaa tiba katika manispaa ya Iringa. Pia tunakushukuru wewe kwa kuweza kufika katika hospitali yetu ya wilaya ya Frelimo. Aidha, tunawashukuru viongozi wa serikali, Chama na Mapinduzi ngazi ya mkoa, wilaya, halmashauri, kata na mitaa kwa kutupatia ushirikiano wa dhati katika kutekeleza mradi huu kwa usimamizi, ufuatiliaji na ushauri katika kuhakikisha mradi unakamilika kwa ubora na kuweza kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, baada ya maelezo haya, kwa heshima na taadhima, tunakukaribisha uweze kuweka jiwe la msingi katika jengo letu la wodi ya wazazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Iringa imara. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Waziri, karibu sasa usikilize maelezo kwenye mchoro. Karibu Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi katika hospitali yetu ya wilaya ya Frelimo. Lifuatalo ni bango linaloonyesha kazi zilizofanyika, hatua mbalimbali zilizofanyika mpaka hapa jengo lilipofikia. Picha ya kwanza inaonyesha ujenzi wa msingi, kwa maana tulianza kuseti jengo, tukaja kuchimba na tukaendelea na ujenzi chini ya usimamizi wa mhandisi wa manispaa Iringa. Picha namba 2 inaonyesha umwagaji wa jamvi, ambapo ni kazi za baada ya kuwa tumemaliza kuchimba na kujenga msingi, nilifuata kazi ya kumwaga jamvi kwa kutumia kokoto, mchanga pamoja na simenti. Na picha namba 3 inaonyesha ujenzi wa kuta kwa kutumia tofali za block, kwa maana tofali zilizokastiwa kwa simenti pamoja na mchanga na zikapimwa pia. Picha namba 4 inaonyesha uwekaji wa kenchi kwa maana ya upauaji. Na picha namba 5 inaonyesha uwezekaji wa bati. Na picha namba 6 inaonyesha skimming kwa maana ya tabaka la kwanza kwa maandalizi kwa ajili ya upakaji wa rangi. Na picha namba 6 inaonyesha muonekano wa jengo litakavyoonekana litakapokuwa limekamilika. Asante Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, karibu kwa ukaguzi. Tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa muongoze Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya kukagua jengo. 2, 3. Jiwe la msingi la ujenzi wa wodi ya wazazi maternity complex hospitali ya wilaya ya Frelimo limewekwa na Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, mbunge, waziri wa ujenzi, leo tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026. Makofi na vigelegele. Mheshimiwa Waziri, karibu sasa kwenye eneo lile la jukwaa ili uweze kusalimiana na wananchi. Karibu sana katika mkoa wetu na wilaya yetu ya Iringa. Kwa sababu ya muda, ninaomba nichukue nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili atoe salamu fupi. Mheshimiwa wananchi wenzangu, kama ambao tulitaarifiwa kwamba serikali sasa ina programu ya kukagua utekelezaji wa majukumu na miradi ya maendeleo kote nchini, ambako Mheshimiwa Rais alitamani afike mwenyewe kwenye kila mkoa kujihakikishia na kujiridhisha na namna ambavyo serikali inaendelea kutimiza wajibu wake. Lakini kwa sababu nchi ni kubwa na mambo ni mengi, ameweka utaratibu wa kutuma mawaziri na kuwapangia mikoa ya kufanya jukumu hilo. Mkoa wetu wa Iringa amepangwa kwetu Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega. Tumpigie makofi mengi sana. Yeye ndiye amepangiwa jukumu la kulea mkoa wa Iringa
na kukusanya ripoti za utekelezaji wa majukumu na miradi na kurejesha kwa Mheshimiwa Rais kwenye baraza kueleza ni nini kimefanyika, wapi tumefikia na kuna changamoto gani. Kwa hiyo leo tunayo nafasi ya jicho la Mheshimiwa Rais kupitia Waziri wa Ujenzi kuona ni kwa kiwango gani tumepiga hatua kama Wanairinga. Niwashukuru sana Halmashauri ya Manispaa ya Iringa kwa maandalizi mazuri, na haya maandalizi yanafanana na aina ya ugeni. Jipigieni makofi mengi sana sana sana. Na Mheshimiwa Waziri, nikuibie siri tu, pamoja na kwamba tumekuja leo kwa ajili ya kukagua mradi huu, lakini hii ni miongoni mwa hospitali yenye watumishi bora sana. Hapa tuna wahudumu wazuri, kabla hawajakupa dawa maneno tu yanakuponya. Kuanzia mapokezi kule. Kwa watu wengi hapa wanapokwa kauli, namna wanapokelewa inatutia moyo sana kabisa. Lakini kabla sijazungumza mambo mengi na kukaribisha, tunaye Mheshimiwa mbunge wa wanawake, dada yetu Nyarusi, aje hapa aseme neno kwa niaba ya kina mama wa mkoa wa Iringa, na baada ya hapo sasa nikukaribishe uweze kuzungumza na wananchi wenzetu wa wilaya hii ya Iringa. Karibu sana. Oye. Mgeni wetu oye. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, naungana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kukaribisha wilaya ya Iringa. Kama unavyoona sisi tunaendelea vizuri na mioyo yetu imejawa na shukrani. Tunashukuru sana serikali kwa miradi ya maendeleo ambayo tunapokea, lakini tunashukuru sana kwa ujenzi wa jengo hili la mama na mtoto ambalo litaenda kupunguza vifo vya mama na mtoto na tutakuwa na huduma bora za afya. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu sana sana kwa miradi ambayo tunapokea. Asante. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa mbunge. Wabunge wa hivi ndio wanatakiwa. Akisoma sura za watu tunajua hapa niseme nini. Au sio bwana? Sio wale wa not only that but also na nini? Haya, nichukue shukrani zangu za dhati kabisa kwa mkuu wetu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya pamoja na maandalizi na utekelezaji wa miradi hii. Hii miradi mizuri uliyoiona hapa ni kwa sababu serikali hapa iko makini sana chini ya usimamizi wake. Lakini pia utekelezaji wa mradi huu umefanyika kwa viwango kwa sababu tunaye mkurugenzi mwamba kabisa hapa. Tumpigie makofi mengi sana. Anafanya kazi nzuri sana. Na mkurugenzi huyu anafanya vizuri kwa sababu ana madiwani ambao hawapepesi, wanafanya kazi yao vizuri. Tuwapigie makofi madiwani wetu wa Halmashauri ya Manispaa kwa kazi nzuri kabisa ya maendeleo ambayo inafanyika hapa. Kwa hiyo baada ya maneno haya kuwapongeza wenzangu, sasa ninayo heshima baada ya mishumaa kuwashwa basi hii misa ianze. Mheshimiwa Waziri, karibu sana uzungumze na wananchi wenzetu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais ndani ya mkoa wetu. Karibu sana. Jengo hili linaitwa Maternity Complex. Mambo yote, hicho ni kiwanda cha kisasa kabisa. Mambo ya maana. Na mkoa anasema watu wasiwe wavivu. Jambo la liko hapa. Na ni lenye stara. Nimeyapenda maelezo ya DMO wetu. Mganga mkuu yule ameeleza vizuri ya kwa kwamba hilo jengo linazingatia sana utu. Mama anapoingia hakuna sababu ya watu wengine kujua habari zake. Ni faragha kubwa na usiri wa hali ya juu, isipokuwa kwa mwenza wake tu. Kuwa na utu tumezingatia, kutakuwa hakuna udhalilishaji, mtu anapita anaonekana, na siku hizi kutakuwa na usiri mkubwa tumeanza kutekeleza. Amenieleza, nimeelewa sana na nimeliona jengo zuri, litawafaa sana. Hongereni watu wa Iringa. Salamu zenu nyingi za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anawasalimu ndugu zake wa hapa Iringa na amenituma niwaambie anawashukuru na anasema anawapenda sana. Na kwa nini anawapenda? Ni kwa sababu ya uchapakazi wenu. Ninyi ni wachapakazi, wazalishaji wa chakula, lakini vile vile ni wazalishaji wazuri wa bidhaa zingine, ikiwa ni pamoja na bidhaa za ujenzi katika taifa letu. Kwa hivyo hongereni sana na pokeni shukrani hizo nyingi kutoka kwa kinara jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan. Akija mtu akikwambia habari, sijui nchi yetu hivi na vile, jipige kifua, mwambie nchi yetu inajengwa, nchi yetu inasonga mbele. Sisi tunaopata bahati ya kupita hivi, na kuhakikishieni sisi wenyewe tunashangaa. Kwa hivyo hongereni wa Tanzania, hongereni wana Iringa, hongereni wana Kilolo nilikotoka, lakini tumuombee dua nyingi sana kiongozi wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na tuiombee nchi yetu iendelee kudumu katika amani, iendelee kudumu katika mshikamano, umoja na utulivu. Asitokee mtu
akaanza kwa namna yoyote ile kutaka kutugawa tukae kimafungu mafungu. Tukifanya hivyo, kazi kubwa iliyojengwa na kuasisiwa na wazee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akaendeleza Rais Alhaji Ali Hassan Mwinyi, na baadaye Mzee Mkapa, Mzee Kikwete, Mzee Magufuli, na sasa tunaye Mama Samia, tutaiharibu na tusikubali kwa namna yoyote kuiharibu. Nchi yetu ni nzuri sana. Hapa Iringa mnajengewa uwanja ule pale, hapa Iringa tunajenga bypass, hapa Iringa tunatanua mlima wa Kitonga na mkandarasi ameshafika site. Nilikuja hapa nikasema maneno hayo kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kitonga inakwenda kuwa na barabara 4, 2 zinashuka na 2 zinapanda. Mungu atupe nini sisi wa Tanzania? Kwa hivyo nataka niwaombeni sana kwa heshima kubwa na taadhima, tudumishe amani yetu, tudumishe upendo miongoni mwetu na mshikamano. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ninakushukuru sana kwa heshima hii kubwa niliyoipata katika wilaya ya Iringa, pia ya kuweka jiwe la msingi la wodi ya wazazi, na kule Kilolo ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya. Na nimefurahi kuwakuta ndugu zangu hapa Kamwene, Mnogage. Asante sana. Na mimi natamka kinywa wazi kabisa, najivunia huduma nzuri inayotolewa na madaktari, wauguzi na wale wote mlipewa dhamana ya kuihudumia hospitali yetu ya Frelimo. Mheshimiwa Waziri, baada ya hotuba nzuri ambayo haitakiwi kuongewa kiungo chochote, naomba kwa niaba ya wananchi hawa aje mwenyekiti wa mtaa huu aseme kwa niaba ya wananchi namna gani wamepokea mradi huu, namna gani wamepokea maelekezo ya serikali, ili kwa maneno yake tufunge ukurasa wa ratiba ya leo, twende kwenye ratiba nyingine. Mwenyekiti yuko wapi? Tumpigie makofi mengi sana mwenyekiti. Aje hapa. Alafu ni mwanamke. Mbona vigeregere sisikii? Na ni mwanamke huyu jamani. Hiki kitambani cha CCM sio cha Yanga. Njoo mama, simama hapo. Sema maneno. Asanteni. Kazi na utu. Nashukuru kwa nafasi hii. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, karibu Iringa, karibu manispaa. Awali ya yote napenda kumshukuru waziri wetu wa ujenzi kwa kuja kuweka jiwe la msingi katika hospitali yetu ya manispaa. Pili, ni washukuru watumishi wote wa hospitali hii kwa ushirikiano wote ambao tulikuwa naye, akiwemo mganga wa wilaya. Namshukuru sana. Mheshimiwa, tunakushukuru sana. Pia tunakukaribisha kwa dhati katika manispaa yetu ya Iringa na mkoa kwa ujumla. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusanyiko hili, kwa kuwa haikuwa rahisi kufika hapa tulipofika. Ujenzi wa hospitali hii imeanza muda mrefu, lakini tunamshukuru Mungu mpaka kufikia hapa tulipofika ni kwa neema zake na utukufu wake. Jingine, tunawashukuru pia watumishi wote wa hospitali hii kwa utendaji wao kazi mzuri. Ninaomba ushirikiano wenu, ninaomba pia huduma iendelee kuwa nzuri kama ambavyo wananchi wanakwenda kuishukuru na kuisifia hospitali hii. Pia namshukuru mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kwa kazi nzuri ya usimamizi katika ujenzi wa hospitali hii. Pia siwezi kumwacha mkuu wangu wa Iringa kwa usimamizi wake muda wote katika ujenzi huu. Mungu akubariki mheshimiwa. Mwisho, ninaomba mheshimiwa, juhudi hii isiishie hapa. Bado eneo letu ni kubwa sana tu, linahitaji majengo makubwa zaidi na zaidi. Na mwisho yote, ikiwezekana, hata inawezekana ikabadilishwa hospitali hii, badala ya kuwa ya manispaa ikawa ya rufaa. Mungu awabariki. Hapa mwenyekiti kachomekea kidogo Safi sana, lazima tuwaze mambo makubwa, au sio? Tumuongezee makofi mengi sana